Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 11. Neno la Mungu linasema, basi mitume na ndugu waliokuwako katika Uyahudi wakapata habari ya kwamba watu wa mataifa nao wamelipokea neno la Mungu. Na Petro alipopanda kwenda Yerusalemu, wale walio watohara wakashindana naye, wakisema, uliingia kwa watu wasiotahiriwa ukala nao. Petro akaanza kueleza kwa taratibu akasema, nalikuwa katika mji wa Yafa nikiomba, roho yangu ikazimia. Nikaona maono, chombo kinashuka kama nguo kubwa inateremshwa kutoka mbinguni, kwa pembe zake 4 kikanifikiria. Nikatazama sana nikifikiri, nikaona wanyama wa nchi wenye miguu 4 na wanyama wa mwituni, nao watambao na ndege wa angani. Nikasikia na sauti ikiniambia, ondoka Petro, ukachinje ule. Nikasema, hasha Bwana, kwa maana kitu kilicho kichafu au kilicho najisi hakitaingia kabisa kinywani mwangu. Sauti ikanijibu mara ya pili kutoka mbinguni, alivyovitakasa Mungu usivinene wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara 3, kisha vitu vyote vikavutwa tena juu mbinguni. Na tazama, mara hiyo watu watatu wakasimama mbele ya nyumba tuliokuwamo, waliotumwa kwangu kutoka Kaisaria. Roho akaniambia nifuatane nao nisione tashwishi. Ndugu hawa 6 nao wakaenda pamoja nami. Tukaingia katika nyumba ya mtu yule. Akatueleza jinsi alivyomuona malaika aliyesimama nyumbani mwake na kumwambia, tuma watu kwenda Yafa, ukamwite Simon aitwaye Petro, atakayekuambia maneno ambayo yatakuokoa wewe na nyumba yako yote. Ikawa nilipoanza kunena, Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo. Nikalikumbuka neno lile la Bwana, jinsi alivyosema, Yohana alibatiza kwa maji kweli, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Basi ikiwa Mwenyezi Mungu amewapa wao karama ile ile aliyotupa sisi tuliomwamini Bwana Yesu Kristo, mimi ni nani niweze kumpinga Mungu? Waliposikia maneno haya, wakanyamaza wakamtukuza Mungu wakisema, basi Mungu amewajalia hata mataifa nao toba liletalo uzima. Basi wale waliotawanika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Lakini baadhi ya hao walikuwa watu wa Kipro na Kirene. Nao walipofika Antiokia, wakasema na Wayahudi wa Kiyunani, wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini wakamwelekea Bwana. Habari hizo za watu hao zikafika masikioni mwa kanisa lililokuwako katika Yerusalemu. Wakamtuma Barnaba aende hata Antiokia. Naye alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu, akafurahi. Akawasihi wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo, maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona, akamleta Antiokia. Ikawa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Siku zizo hizo manabii waliteremka kutoka Yerusalemu hata Antiokia. Na tulipokusanyika, akasimama mmoja wao, jina lake Agabo, akaonyesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itakuja karibu katika dunia nzima, nayo itatukia katika siku za Klaudio. Na wale wanafunzi, kila mtu kwa kadri ya alivyofanikiwa, wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11, tunaenda kufanya maombi ya kutumia mkono wa Mungu. Ukisoma ule mstari wa 21 wa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11, maandiko yanatupa habari ya mkono wa Mungu. Neno la Mungu linasema, mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini wakamwelekea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha, kuna mambo huwezi kuyashinda kama mkono wa Mungu hautakusaidia. Kuna vita huwezi kuvishinda kama mkono wa Mungu hautakusaidia. Kuna mahali huwezi kufika kama mkono wa Mungu hautakupeleka. Kuna ngazi huwezi kupanda kwenye maisha kama mkono wa Mungu hautahusika kukupandisha. Kuna maadui huwezi kuwashinda kwa kutegemea nguvu zako na maombi yako ya kawaida uliyoyazoea.
Ni lazima mkono wa Mungu kupiganie vita. Iko hivi, kuna aina ya vita ambazo Mungu anakufundisha kupigana kwa kutumia mikono yako mwenyewe. Na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Zaburi sura ya 144, ule mstari wa kwanza, maandiko yanatuambia, na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anazungumzia Mungu kukuwezesha mikono yako kupigana. Anazungumzia Mungu kukuwezesha kushindana kwa mikono yako. Lakini aina hii ya maombi haiwezi kushinda vita zote za kiroho. Kuna wakati inabidi mkono wa Mungu uingilie kati na kukupigania. Kuna wakati mkono wa Mungu inabidi uingilie kati na kuangusha maadui zako. Kuna vita hutaweza kuvifanikisha mpaka uruhusu mkono wa Mungu ukusaidie. Kuna mahali hutaweza kukubalika mpaka mkono wa Mungu ukusaidie kupenya. Kuna mazingira hutaweza kuinuka mwenyewe hata kama una watu wa kukusaidia. Ni lazima mkono wa Mungu kuinue. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini maana ya mkono wa Mungu? Unisikilize, itakusaidia. Mkono wa Mungu ni uweza wa Mungu wa kukutoa kwenye shida ambayo maombi ya kawaida hayawezi kukutoa. Mkono wa Mungu ni uweza wa Mungu wa kukushindia vita usivyoweza kuvishinda kwa nguvu zako. Mkono wa Mungu ni uweza wa Mungu wa kukuvusha mahali pasipowezekana kuvuka kwa uwezo wa kibinadamu. Mkono wa Mungu ni uweza wa Mungu wa kuwashinda adui wenye nguvu zaidi yako. Mkono wa Mungu ni uweza wa Mungu wa kukuinua mahali ambapo usingeweza kuinuka kwa nguvu zako. Mkono wa Mungu ni uweza wa Mungu unaoangusha ngome zilizokushinda kuzivunja. Mkono wa Mungu ni uweza wa Mungu unaokusaidia kufanya mambo yasiyowezekana kibinadamu. Huo ni mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili uweze kuishi maisha ya ushindi hapa duniani, ni lazima ufike mahali pakuwa na uwezo wa kupambanua, ili kujua kama hali unayopitia inahitaji maombi ya kawaida uliyoyazoea au inahitaji mkono wa Mungu ukupiganie katika hiyo vita. Inabidi ufike mahali pa kupambanua ili ujue kama vita unayopigana nayo ni ya kwako au ni vita ya Bwana. Kama vita ya kiroho ipo ndani ya uwezo wako, uwe na uhakika Mungu atakupa nguvu ya kuishinda wewe mwenyewe. Kwa maana ya kwamba ukiomba utaona ushindi. Lakini kuna vita nyingine sio za kwako, ni za Bwana. Kuna vita nyingine ziko ngazi ya juu sana kwa wewe kupambana nazo kwa sababu ni vita za Bwana. Sasa ukishafika mahali pa kugundua kwamba vita ulionayo huwezi kushinda kwa nguvu zako, ujue ya kwamba huo ni wakati wa wewe kuruhusu mkono wa Mungu ukupiganie na kukushindia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yapo mengi unayoweza kuyafanya kwa kutumia mkono wa Mungu, na nataka nikutajie kwa uchache, alafu tupate nafasi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, unaweza kutumia mkono wa Mungu kujitoa kwenye utumwa. Ninaposema utumwa, namaanisha jambo lolote baya linalokutumikisha. Inaweza kuwa ni tabia mbaya ambayo hata wewe huipendi lakini huwezi kuiacha. Inaweza kuwa ni hali ya maisha ambayo inakufanya uishi kwenye mateso. Inaweza kuwa ni magonjwa au jambo lolote baya linalofanana na hayo, na unaona kabisa kwamba hapa ninatumikishwa. Pamoja na kwamba umejitahidi kuomba, pamoja na kwamba umejitahidi kufunga, lakini bado haijakusaidia. Huo ni wakati wa kuruhusu mkono wa Mungu ukutoe kwenye utumwa wa kifungo chako. Na unaiona hii kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa 3. Maandiko yanatuambia namna ambavyo Mungu aliwatoa wana wa Israeli kwenye utumwa kwa kutumia nguvu ya mkono wake. Maandiko yanasema, Musa akawaambia hao watu, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa, kwa kuwa Bwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu za mkono wake. Kwa nguvu za mkono wake, na usiliwe mkate uliochachwa. Umeona maandiko yanavyosema hapo. Lakini pia unaweza ukaomba kwa ajili ya mtu mwingine ambaye unajua anateswa na kifungo cha utumwa wa kiroho. Anatumikishwa kwenye pombe, anatumikishwa kwenye magonjwa, anatumikishwa kwenye tabia mbaya. Hebu ruhusu mkono wa Mungu umtoe kwenye hicho kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, unaweza kutumia mkono wa Mungu kwa ajili ya ulinzi. Tunaishi kwenye dunia ambayo shetani na wajumbe wake wanayawinda maisha yetu usiku na mchana. Ule muda wewe umelala usiku, ndio muda wengine wanatafuta kitu cha kukudhuru. Sasa ninafahamu umekuwa ukiomba ulinzi kwa ajili yako.
Lakini ikitokea unaomba na bado unaona adui anakushambulia, ufahamu ya kwamba aina ya vita ulionayo imehamia viwango vingine vinavyohitaji Mungu akupiganie. Na hapo ndipo unapohitaji mkono wa Mungu ukulinde dhidi ya adui zako. Ukisoma kile kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 31, unaona maandiko yanatuambia namna ambavyo mkono wa Mungu ulifanika ulinzi kwa ajili ya Ezra. Maandiko yanatuambia, ndipo tukasafiri kutoka mtoni Ahava siku ya 12 ya mwezi wa kwanza ili kwenda Yerusalemu, na mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nasi, akatuokoa na mkono wa adui na mtu mwingine kutuvizia njiani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza na wewe kuruhusu mkono wa Mungu ukupe ulinzi na kukuokoa na maadui zako wanaokufuatilia kwenye maisha. Unaweza ukatumia mkono wa Mungu kuomba ulinzi kwa watu wengine ili Bwana awalinde na kuwaepusha na mashambulizi yanayotoka kwa maadui zao, na Bwana atalithibitisha neno na kuachilia ulinzi kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, unaweza kutumia mkono wa Mungu kuwashinda maadui katika vita ya kiroho. Na hapa mkono wa Mungu unatumika kama silaha ya kuwaangusha na kuwashinda maadui. Sasa tukizungumzia maadui wa kiroho, tunazungumzia mawakala wa kuzimu, tunazungumzia mawakala wa giza, tunazungumzia wachawi, tunazungumzia roho chafu za kuzimu, tunazungumzia roho chafu za majini ya bahari, na tunazungumzia roho za miungu na roho za mizimu. Hawa ndio maadui wakubwa ambao wanafunga na kutesa maisha ya watu. Sasa kuna wakati unaweza ukaomba na ukapata ushindi, lakini ukiwashinda huwa wana kawaida ya kutengeneza alliance. Ukiwashinda huwa wana kawaida ya kutengeneza umoja wao. Kwa mfano, mara ya kwanza ulikuwa unafanya maombi na ukafanikiwa kumshinda mchawi mmoja kwenye ngazi ya kijiji. Alipoona ameshindwa, akaenda kutoa taarifa kwa wenzake ngazi ya mkoa. Ukiwashinda ngazi ya mkoa, wanatengeneza alliance ngazi ya taifa. Na ndiyo hapo ambapo unaomba maombi uliyoomba jana, lakini leo unaona kama hayakupi ushindi. Ukishafika hapo, jikumbushe lile neno ambalo Bwana amesema kwamba vita hivi si vyetu, lakini vita hivi ni vya kwake yeye. Kwa hiyo tumia mkono wa Mungu kama silaha kuwapiga na kuwashinda. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 6, maandiko yanatuambia namna ambavyo mkono wa Mungu uliwaokoa wana wa Israeli kutoka kwa Wamisri. Na hiki ni kipindi ambacho wana wa Israeli walikuwa wanavuka bahari ya Shamu, na nyuma yao kikosi cha jeshi la Wamisri chenye jumla ya magari 600 kikawa kinawafuata wakiwa na silaha. Ni kipindi ambacho wana wa Israeli walipoteza tumaini la kuishi, lakini mkono wa Mungu ukawaangusha maadui zao na kuwazamisha majini, wakazama kama risasi. Maandiko yanasema, Bwana, mkono wako wa kuume umepata fahari ya uwezo. Bwana, mkono wako wa kuume wawasetaseta adui. Mkono wako wa kuume wawasetaseta adui. Naona mkono wa Mungu ukiwashinda adui zako kwa jina la Yesu. Naona mkono wa Mungu ukiwazamisha adui zako kwa jina la Yesu. Naona mkono wa Mungu ukiwasetaseta adui zako kwa jina la Yesu. Na hili ndilo litakuwa fungu lako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4, unaweza kutumia mkono wa Mungu kukuinua kimaisha, kwa maana ya kukutoa kwenye hali ngumu ya maisha na kukutoa kwenye hali ngumu ya kiuchumi. Inawezekana muda huu unaponisikiliza unapitia kwenye hali ngumu ya maisha. Unatafuta msaada wa kuinuka lakini umekosa. Na umeomba maombi mengi sana na bado hayajakusaidia. Iko hivi, anayeinua watu kutoka mavumbini ni Mungu wetu aliye hai. Na anainua watu mavumbini kwa kutumia mkono wake. Kwa hiyo kama umekuwa ukiomba kwa uaminifu ili uweze kuinuliwa na hujafanikiwa, ni wakati wa kuruhusu mkono wa Mungu ukuinue. Ni wakati wa kuruhusu mkono wa Mungu ukuinue kutoka mahali pa chini na kukupandisha juu. Ni wakati wa kuruhusu mkono wa Mungu ukuinue kutoka kwenye kudharaulika na ukuweke sehemu ya kuheshimika. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi sura ya 113 mstari wa 7 mpaka wa 8, neno la Mungu linasema, umuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jaani, amketishe pamoja na wakuu. Na hili ndilo litakuwa fungu lako kwa jina la Yesu. Na huu ndio utakuwa ushindi wako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuangalie jambo moja la mwisho halafu tuingie katika maombi. Jambo la 5. Unaweza kutumia mkono wa Mungu kwa ajili ya uponyaji wako. Unaweza kutumia mkono wa Mungu kwa ajili ya uponyaji wako. Unisikilize hapa, itakusaidia. Upo mkono wa Mungu
na upo mkono wa mtumishi. Si mara zote mkono wa mtumishi utakusaidia kupona. Si mara zote mkono wa mtumishi utakupa afya, pamoja na kwamba maandiko yamesema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kuna aina ya vita ya kiroho ambayo haiondoki kwa mkono wa mtumishi. Kuna aina ya vita ya kiroho inaondoka kwa mkono wa Mungu. Na ndio maana ukisoma kwenye Biblia unaona kuna wakati wanafunzi walishindwa kumtoa pepo, lakini Yesu alipokuja akamtoa. Kuna wakati unahitaji mkono wa Mungu ukuguse wewe binafsi na ukutoe kwenye shida inayokutesa. Ngoja nikupe andiko ili likusaidie katika imani yako. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 8, mstari wa 14 na wa 15, maandiko yanatupa habari ya ugonjwa wa mama mkwe wa Petro. Sasa mimi na wewe tunafahamu ya kwamba Petro alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Petro alikuwa karibu na Yesu, na Petro alikuwa anajua kuomba. Lakini yule mama ili apone, ilibidi aguswe na mkono wa Mungu mwenyewe. Na ndio maana ikabidi Yesu aje. Na maandiko yanatuambia, hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkwe wa Petro, mamaye mkewe, amelala kitandani hawezi homa. Akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. Bwana Yesu asifiwe. Na kuombea mkono wa Mungu ukuguse na wewe katika maombi ya leo. Na kuombea mkono wa Mungu ukushindie vita katika maombi ya leo. Na kuombea mkono wa Mungu ukupe kibali kwenye maombi ya leo. Na kuombea mkono wa Mungu ukufungulie hatima yako kwenye maombi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo nguvu ya mkono wa Mungu. Mahali ambapo wewe umepigana ukashindwa, mkono wa Mungu unaenda kumaliza hiyo vita. Mahali ambapo umejitahidi umeshindwa, mkono wa Mungu unaenda kumaliza hiyo vita. Na Bwana akuonekanie na kukupa neema katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini umenielewa, na ninaamini upo tayari kuruhusu mkono wa Mungu ukusaidie siku ya leo. Amen. Sasa kama upo tayari, omba na mimi maombi haya, na uombe kwa kumaanisha. Sema: Mungu uliye hai, ninakuja mbele zako kwa moyo wa toba, nikiomba rehema kwa makosa na dhambi nilizotenda siku ya leo. Nimekutenda dhambi kwa mawazo ya moyo wangu. Nimepungukiwa na utukufu wako kwa makosa niliyofanya. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa maneno ya kinywa chako, nenda mbele za Mungu kwa toba na rehema. Inawezekana ndani ya moyo wako kuna jambo unasikia kulitubia mbele za Bwana. Tumia nafasi hii kufanya hivyo. Omba toba na rehema, na ujitakase kwa damu ya Yesu kwenye nafsi yako. Jitakase na damu ya Yesu kwenye mwili wako, na jitakase na damu ya Yesu katika maisha yako. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea. Na unapoendelea kuomba, elekeza toba yako iende kwenye jambo lolote linalozuia usiuone mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Omba toba kwa sababu yoyote inayotumika katika ulimwengu wa roho kuzuia usione mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Mwambie Mungu, ninaomba toba kwa matendo yangu yanayotumika kunizuia nisione mkono wako kwenye maisha yangu. Ninaomba toba kwa hisia za moyo wangu zinazotumika kunizuia nisione mkono wako kwenye maisha yangu. Ninaomba toba kwa mawazo ya moyo wangu yanayotumika kunizuia nisione mkono wako kwenye maisha yangu. Baba, ninaomba toba na rehema. Baba, ninaomba toba na rehema. Baba, ninaomba toba na rehema. Endelea kuomba. Maana neno la Mungu linasema kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari wa 1 mpaka wa 2 kwamba tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Omba toba kwa Mungu, ili katika maombi ya leo mimi na wewe tupate neema ya kuona mkono wake ukitusaidia. Endelea kuomba.
Endelea, endelea, endelea. Baba wa rehema, tumepungukiwa utukufu wako kwa sababu ya makosa tuliyoyafanya. Tumepungukiwa utukufu wako kwa sababu ya dhambi tulizotenda. Lakini wewe Bwana ni mwingi wa rehema. Wewe Bwana si mwepesi wa hasira. Tunaomba utusamehe na kutusafisha kwa damu ya Yesu. Tunaomba utusamehe kwa makosa yetu yanayoweza kutuzuia tusiuone mkono wako. Tunaomba utusamehe kwa dhambi za siri zinazotuweka mbali na mkono wako. Tunaomba utusamehe kwa kurudia makosa kiasi ambacho tumepoteza nafasi zetu katika ulimwengu wa roho. Baba, tunaomba uturejeshee sawasawa na wingi wa rehema zako. Baba, tunaomba tukuone siku ya leo ukitusaidia. Tunaomba tuuone mkono wako ukitupigania. Tunaomba sikio lako lisiwe zito kutusikia tukuitapo siku ya leo, maana mioyo yetu ina kiu ya kuguswa na mkono wako. Nafsi zetu zina kiu ya kuona mkono wako ukituvusha. Baba, tunaomba rehema zako ziwe pamoja nasi. Baba, tunaomba rehema zako zitusogeze karibu na wewe. Tunaomba rehema zako zitupe kibali cha kupokea neema yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama umeshafanya toba na unasikia umepata amani, anza kumwambia Mungu aachilie mkono wake kukushindia kwenye vita inayokutesa. Mwambie Mungu aachilie mkono wake kukupigania kwenye vita inayokutesa. Mwambie Mungu, ninaomba mkono wako unishindie vita ya magonjwa yanayonitesa. Ninaomba mkono wako unitoe kwenye utumwa wa magonjwa yanayonitesa. Baba, achilia mkono wako unipiganie. Achilia mkono wako unitetee. Achilia mkono wako univushe. Endelea kuomba namna hiyo, endelea kuomba namna hiyo. Na unapoomba, taja ni eneo gani unataka mkono wa Mungu ukupiganie. Kama shida yako ni ndoa, mwambie Mungu aachilie mkono wake ukupiganie kwenye ndoa yako. Kama shida yako ni hali ngumu ya kiuchumi, mwambie Mungu aachilie mkono wake ukupiganie kwenye hali ngumu ya uchumi. Kama shida yako ni vita kazini, mwambie Mungu aachilie mkono wake ukupiganie na kukushindia kwenye vita ya kazi yako. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Kumbuka, maombi ya kutumia mkono wa Mungu yanampa Mungu nafasi ya kupigana vita yako. Kwa hiyo omba kwa imani, ukijua ya kwamba Mungu anapigana vita yako. Endelea, endelea, endelea. Baba, katika jina la Yesu, tumeuona mkono wako ukiwatoa wana wa Israeli kwenye utumwa. Tumeuona mkono wako ukipasua bahari ya Shamu. Tumeuona mkono wako ukiponya wagonjwa. Tumeona mkono wako ukifufua wafu. Tumeona mkono wako ukitenda matendo makuu. Nasi tunakuita siku ya leo, maana uliahidi kwenye neno lako kwamba tukikuita na wewe utatuitikia. Baba, tunaomba mkono wako utuokoe na kutushindia vita. Tunaomba mkono wako utuokoe na kutuponya kwenye magonjwa yanayotutesa. Tunaomba mkono wako utuguse na kutuinua kutoka mavumbini. Baba, achilia mkono wako ututoe kwenye bonde la uvuli wa mauti. Achilia mkono wako utushindie vita za kiroho zinazotoka kwenye familia. Baba, tumeomba tulivyoweza. Tumepambana tulivyoweza. Tunaomba mkono wako utupiganie na kutusaidia. Tunaomba mkono wako uingilie kati maisha yetu na kutuokoa. Maana jeshi la adui limejipanga na kutuzingira pande zote. Jeshi la pepo wabaya limejipanga na kutuzingira pande zote. Achilia mkono wako ukawashinde adui zetu. Achilia mkono wako ukahukumu miungu inayotutesa kwa magonjwa. Achilia mkono wako ukahukumu miungu inayotutesa kwa umaskini, inayotutesa kwa roho za utumwa. Achilia mkono wako Baba.
Achilia mkono wako Baba. Achilia mkono wako utupiganie. Achilia mkono wako ututetee. Maana nafsi zetu zina kiu ya kuona ukombozi kwenye maisha yetu. Nafsi zetu zina kiu ya kufunguliwa na kuwa huru. Achilia mkono wako umpiganie na huyo anayeomba maombi haya pamoja na mimi. Baba, achilia mkono wako uwashinde adui zake wanaompangia mabaya. Mkono wako uwashinde watesi wake wanaowinda maisha yake. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Achilia mkono wako umpiganie huyu mtu anayeteswa na magonjwa ya kurithi. Mkono wako uwasambaratishe mawakala wa magonjwa wanaomtesa kwa uchawi. Mkono wako uwasambaratishe mawakala wa mauti wanaotafuta kumuua. Baba, ninaomba mkono wako ushuke na kumpigania. Baba, ninaomba mkono wako ushuke na kumpigania. Baba, ninaomba mkono wako ushuke na kumpigania. Baba, ninaomba mkono wako uingilie kati na kumshindia vita yake. Mkono wako uwaponde adui zake wanaoitafuta nafsi yake kwa mauti. Mkono wako uwafuatilie mpaka kwenye maficho yao. Ukawapinge na kuwashinda kwa mkono wako. Ukawapinge na kuwashinda kwa mkono wako wenye nguvu. Baba, ninaomba kwa ajili ya mtu huyu anayewindwa na nguvu za giza. Ninaomba kwa ajili ya mtu huyu anayeteseka kwa mapepo na majini. Baba, achilia mkono wako ukaponde roho za majoka ya kishirikina yanayofunga tumbo lake la uzazi. Mkono wako ukaponde majoka ya ukoo yanayofunga maisha yake. Mkono wako ukaponde roho za majoka ya kichawi yaliyoweka makao kwenye mgongo wake. Ukawaponde kwa mkono wako na kuwashinda. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya huyo mtu anayetafuta kibali. Ninaomba mkono wako umfungulie milango apate kibali kwenye mioyo ya watu. Katika jina la Yesu. Ninaomba mkono wako umshike na kumuinua. Ninaomba mkono wako umshike na kumweka panapo nafasi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Ita mkono wa Mungu ukupiganie kwenye jambo lako. Ita mkono wa Mungu ukupiganie kwenye jambo lako. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Ita mkono wa Mungu kupiganie kwenye shida inayokusumbua. Usinyamaze. Usinyamaze. Endelea. 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 Mkono wa Bwana uingilie kati maisha yako na kukushindia vita. Mkono wa Bwana uingilie kati maisha yako na kukutoa kwenye vifungo vya kiroho. Mkono wa Bwana uingilie kati mateso yako na kukutoa kwenye uteka. Katika jina la Yesu. 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 Kwa mkono wa Bwana. Kwa mkono wa Bwana. Navunja mapingu ya chuma yanayokuweka mateka katika ulimwengu wa roho. Navunja minyororo ya kiroho inayokufanya uwe mfungo wa magonjwa. Naivunja kwa mkono wa Bwana. Naivunja kwa mkono wa Bwana. Naivunja kwa mkono wa Bwana. Kamba za mauti zinazokushikilia zikatike kwa mkono wa Bwana. Zikatike kwa mkono wa Bwana. Zikatike kwa mkono wa Bwana. Zikatike, 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 zikatike kwa mkono wa Bwana. Kila roho ya uharibifu inayokutesa, kila roho ya uharibifu inayokutesa, ipigwe kwa mkono wa Bwana mahali ilipo. Ipigwe kwa mkono wa Bwana mahali ilipo. Ipigwe kwa mkono wa Bwana mahali ilipo. Mawakala wa kuzimu, mawakala wa kuzimu waliotumwa kukuua, wapigwe kwa mkono wa Bwana. Wapigwe kwa mkono wa Bwana. Wapigwe kwa mkono wa Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana uinuke dhidi ya watesi wako. Mkono wa Bwana uinuke dhidi ya pepo wabaya waliotumwa kupoteza maisha yako. Mkono wa Bwana uinuke dhidi ya roho za miungu zinazokutesa. Wapigwe na kusambaratika kwa mkono wa Bwana. 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 Kila farao anayekutesa, kila farao anayekutesa, apigwe kwa mkono wa Bwana. Apigwe kwa mkono wa Bwana. Apigwe kwa mkono wa Bwana. Roho za mizimu zinazotesa nafsi yako, zipigwe kwa mkono wa Bwana. Zipigwe
zipigwe kwa mkono wa Bwana, zikuachie kwa jina la Yesu, zikuachie kwa jina la Yesu, zikuachie kwa jina la Yesu. Wewe uliyefungwa usiinuke, wewe uliyefungiwa mavumbini, mkono wa Bwana ukuinue na kukuweka huru. Mkono wa Bwana ukuinue na kukuweka huru. Mkono wa Bwana, mkono wa Bwana, mkono wa Bwana ukufuate kwenye shida yako, ukuinue na kukuweka juu, ukuinue na kukuweka juu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe unayeteseka na magonjwa ya kurithi, wewe unayeteseka na magonjwa ya ukoo, mkono wa Bwana ukuguse na kukupa uzima. Mkono wa Bwana ukuguse na kukupa uzima. Mkono wa Bwana, mkono wa Bwana ukuguse na kukupa uzima, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Afya yako irejee sasa kwa jina la Yesu. Afya yako irejee sasa kwa jina la Yesu. Afya yako irejee, 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 irejee kwa jina la Yesu. Irejee kwa jina la Yesu. Wewe uliyefungiwa nafsi yako kwenye mashimo ya kichawi, wewe uliyefungiwa nafsi yako kwenye makaburi ya kichawi, mkono wa Bwana unakuinua. Mkono wa Bwana unakuinua. Mkono wa Bwana unakuinua sasa, unakuinua sasa, unakuinua sasa, unakutoa kwenye hayo mashimo. Mkono wa Bwana unakutoa kwenye huo uteka. Mkono wa Bwana unakutoa kwenye hayo makaburi. Mkono wa Bwana unakuokoa. Mkono wa Bwana unakuokoa. Mkono wa Bwana unakuokoa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana wa uponyaji ukuguse mahali ulipo na kukufungua, ukuguse mahali ulipo na kukufungua, kuanzia kwenye utosi wa kichwa chako mpaka kwenye nyayo za miguu yako. Mkono wa Bwana, mkono wa Bwana ukuguse mahali ulipo na kukufungua, ukuguse mahali ulipo na kukufungua, ukuguse mahali ulipo na kukufungua, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea ushindi wako kwa jina la Yesu. Pokea neema yako kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji wako kwa jina la Yesu. Pokea hatua zako kwa jina la Yesu. Pokea uhuru wako kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ikupe mwanzo mpya kuanzia leo, ikupe mwanzo mpya kuanzia leo. Damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ikupe ukurasa mpya kuanzia leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefanya maombi haya, napenda kukupa hongera kwa ushindi. Mungu akubariki sana kwa kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 yote. Kesho tutaendelea kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12. Kwa hiyo usisahau kuandaa Biblia yako na ujiandae kwa maombi pia. Lakini kabla sijamaliza kipindi cha leo, nataka nikupe nafasi ya kuokoka, yaani kumpa Yesu nafasi aingie ndani yako na afanike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapookoka, unapata uhakika wa kuishi maisha ya ushindi ukiwa hapa duniani. Lakini pia unapompa Yesu maisha yako, hata ukifa leo, unakwenda mbinguni. Hii ni habari njema sana ya ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kama upo tayari na unamhitaji huyo Yesu aingie ndani yako akuokoe na aliandike jina lako katika kitabu cha uzima wa milele, fuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuniwezesha kusoma neno lako siku ya leo. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda katika maisha yangu. Ninatubu kwako. Ninaomba unisamehe. Bwana Yesu, ninakuhitaji. Ninafungua moyo wangu na kukaribisha uingie ndani yangu kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na milele yote. Ninaomba uliandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Ninaomba unitie nguvu shetani asinishinde. Ninaomba unitie nguvu majaribu yasinishinde, katika jina la Yesu. Amen. Kama umefanya sala hii, napenda kukupa hongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana. Tuonane tena siku ya kesho. Usisahau kuwashirikisha na watu unaowapenda ili waungane nasi katika vipindi hivi vya kusoma Biblia pamoja na maombi. Kumbuka, mtu yeyote atakayeokoka kwa sababu umemtumia link, Bwana atakupa thawabu yako kwa sababu umeshiriki pamoja nami kuwapa watu habari njema na umeshiriki pamoja nami kuwapeleka watu kwa Yesu. Yesu akutunze na kukulinda. Amen.